kesho ni kumbukumbu ya kifo cha hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mwenye Mzungu amrehemu kwa aliko, ampe makazi ya mapumziko la milele. Ile ni mmoja wa wanaume ambao walijitoa kuisaidia nchi yetu kuondokana na haya ambayo leo tunayaface. Kwa hiyo nasema kwa kinywa cheupe kabisa kwamba Mwenyezi Mungu amrehemu mzee wetu, na mimi nikijaliwa inshallah kesho nitakuwa Chato kwenda kuungana na familia kumwombea dua mzee wetu aendelee kupumzika kwa amani. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wazalendo wa kweli, waliojitoa kusaidia nchi yetu kwa namna moja au nyingine kupitia nafasi yake aliyojaliwa kupata na Mwenyezi Mungu ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tungempata na Magufuli kwenye football. Allahu Akbar. Saizi mimi nakumbuka umemzungumzia hayati John Joseph Pombe Magufuli. Utanikumbusha kama nitakuwa nimekosea. 2015 uliingia kwenye kinyang'anyiro cha kusaka ubunge kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Nijue tu hapo nini uliwiwa nini mpaka kutaka kuingia katika nafasi hiyo ama kinyang'anyiro hicho? 2020 ilikuwa 2020. Okay. Fursa, unajua JPM alitoa fursa kwa yoyote ambaye anawiwa. Yaani ukiona nafsi ambayo una wito wa kuwatumikia watu, unaweza kufanya bila kujali unamiliki nini. Unajua sasa hivi kidogo watu wanaogopa kwa sababu ili uweze kujiona unafiti pengine na kiuchumi uwe huko fiti. Lakini kama kwa ngopakavu ndugu yangu jitathmini mara mbili. Lakini JPM alijaribu kuiondoa hiyo dhana kwamba alifanya kila mtu ajihisi anaweza kuwa mwakilishi wa wenzake katika kila nafasi. Yaani zile nafasi ni kwa ajili ya Watanzania wote, wenye rika zote, ili mradi tu uwe Mtanzania mwenye sifa. Sawa? Kwa hiyo mimi kama Mtanzania, si ndio, raia wa Tanzania mwenye umri unaostahili, mwenye sifa ya kujua kusoma na sababu ubunge sifa ya kwanza kujua kusoma na kuandika, na mimi sifa hiyo nayo alhamdulillah. Kwa hiyo nilifanya hayo maamuzi kwa kuzingatia sana hayo mahitaji, lakini niliwiwa kuwatumikia wananchi wa jimbo la Mbagala. Ila ambacho naweza nikasema ni kwamba kufanya kwa ajili ya watu sio lazima kuwa kiongozi, sio lazima kuwa mwakilishi kama mbunge, sio lazima kuwa diwani, sio lazima kuwa mwenyekiti wa mtaa. Ni pale ulipo wewe kwa nafasi yako, uthubutu, uwezo wa kuzungumza yale ambayo pengine hawapendezi wachache lakini kwa manufaa ya wengi. Sawa? Haya ambayo leo tunayazungumza hapa ndugu yangu, kwa namna moja nyingine yanaweza kanipunguzia marafiki, yanaweza ka create maadui. Sawa? Lakini pia anaweza kaniongezea fan base. Sawa? Lakini fan base yangu inaweza ikawa ya watu ambao ni makapuku. Ndio pengine watafurahishwa na haya kwa sababu walio wengi, waliohodhi nafasi na kipato cha hizi nafasi, wanaonufaika wa hizi nafasi hawapendi nafasi zao ziguswe kwa namna yoyote, maslahi yao yaguswe. Kwa nini? Kwa sababu ndio wanakupatia ugali. Sawa? Innamal a'mal binniyat. Ndugu yangu, kila jambo unalofanya nia, Mwenyezi Mungu anaangalia nia. Mimi nagombea urais wa TFF ili nikajinufaishe familia yangu mimi. Unajitazama wewe badala. Si ndio nia yako? Kwa hiyo ukifika hapo unatumia gharama yoyote ili upate ule urais. Ukiupata ule urais, zikitoka cheki wewe wapi wewe imekuja shilingi ngapi? Bilioni 3 kwa ajili ya mradi wa uendeshaji wa vilabu wa soka la vijana. Sawa, pelekeni bilioni 1.5. Si 1.5 tugawane. Tengeneza document hapo. Wewe ndio mhasibu umesomea. Tengeneza report hapo. Wakija wakaguzi tujue tunalifix vipi. Sema hizi tulipeka kwenye uendeshaji, hizi tulipeka kwenye nini? Unampa na mawazo.
ni njia za kupiga na mianya ya kutengeneza. Lakini kwa yule ambaye amewiwa, ametia nia kwamba mimi nakwenda kunusuru mpira wa nchi, ataji twist katika hilo eneo. Mimi naweza nikasema kwa mfano bodi ya ligi, sio mwenyekiti mpya wa bodi ya ligi, sawa, anatoka timu gani? Azam FC. Mimi naamini aliingia kwenye ile nafasi. Usimbona umengata maneno mzee, yani nimekuuza kutoka timu gani ukaanza kufikiria. Au mjui mwenyekiti wa bodi ya ligi mpya? Naweza nikasema kwamba katika dhamira yake pengine alikuwa anasema hawa wameshatunyonya sana hawa. Sasa ngoja mimi sitaka mwenyekiti wa bodi ya ligi. Ndio maelekezo tunayaona jana. Bali sio makosa ya kibinadamu. Makosa ya kibinadamu hayawezi kujirudia mara tatu. Kosa ya kibinadamu wamepata mtu yani wewe umechepuka mara kwanza ukafumaniwa na mkeo. Bahati mbaya mke wangu shetani alinipitia na nini. Haya bwana, inasikana kweli mke wangu asamee. Mara pili kakukamata mke wangu, unajua shetani bwana alikuja kwa sura nyingine. Mara ya tatu atainua mikono, ataona wewe hii ndo tabia yako. Hii mara ya tatu na kufumania kitu hicho. Jirekebishi, ubadiliki. Umeona binadamu tuna namna ya kujitathmini. Yaani kama wewe uweze kujifanyia evaluation matumizi yako binafsi, kipato chako, uweze kujua utatoboaje. Umezungumza kesho safari tukiwa tunaelekea ukingoni. Sile sana muda wako. Kesho safari ya kuelekea Chato na itakuwa ni maadhimisho ya miaka 5 bila John Pombe Joseph Magufuli. Likitajwa jina hilo, ni nini hasa ambacho kinakujia kichwani mwako? Na ni alama gani ambayo aliacha kwako hususan katika swala zima la uongozi? Alama ya uzalendo na uweledi katika uongozi. JPM alikuwa mzalendo wa kweli, aliyejitoa kwa ajili ya Watanzania, aliyekuwa anafanya kazi yake bila kuangalia anayeumizwa ni nani, anayefurahishwa ni nani. Alichokuwa anakiangalia ni maslahi ya kitu kinachoitwa Tanzania. Kwa hiyo yule alikuwa ni alama ya uzalendo katika nchi yetu. Ukiangalia historical background yake, alikosomea mpaka pale alikofika, utaweza kunielewa kwamba ni mtu katoka kwenye maisha ya kawaida kwenda kuwa rais wa nchi yetu. Lakini kizuri ya kidumu, Waswahili wanasema, sisi wahenga bana, wahenga wanasema kizuri akidumu. Allahu aalam, akamchukua JPM kwa sababu ndo sifa yetu sisi yote. Mimi na wewe tuko hapa, lakini kesho yetu hatuijui kabisa. Tunamtakia mapumziko mema huko alikoenda, na wengine wote ambao tunababaishwa na pumzi tunaoipata leo. Safari yetu ni moja tu. Kesho kwenye marathon utakuwepo? Yeah, of course. Mimi naondoka leo na saa 4 usiku. Kilomita ngapi sasa utakimbia? Mimi kilomita 10 tu. Umri huu nitakimbia kilomita ngapi? Sasa kadondoka hapa na somo hii. Mimi naondoka leo saa 4 usiku inshallah. Tanzania itatukimbiza pale Chato. Tuende tukampe maua yake JPM. Tukasherekee maisha yake. Miaka 5 bila kuwa naye si jambo dogo, lakini jemedari aliyeachiwa kijiti Samia Suluhu Hassan anaendelea pale ambapo JPM aliishia kwa namna yake, kwa sababu kila mmoja na haiba yake. Yaani usitegemee kumvaa JPM kwenye uso wa Samia, haiwezekani. Samia atabaki kwa Samia, rais wa Jamhuri ya Muungano, mama yetu kipenzi, lakini JPM atabaki kuwa JPM. Na hatuwezi kuishi Samia wakati wa JPM. Hatuwezi kuishi JPM wakati, ndio maana ilikuwa inaitwa serikali ya awamu ya 5 na sasa serikali ya awamu ya 6 tunasonga mbele. Safari inaendelea. Atakuja mwingine baada ya Samia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, hatumjui wewe na mimi ni nani. Na watakao kuwepo ni akina nani. Wewe ukasema mimi nitakuwepo na usiwepo.